Jahazi TV. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Jahazi TV popote pale ulipo. Leo ikiwa ni tarehe 19 Februari ya mwaka 2026, waumini wa dini ya Kiislamu wakiwa katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kwa waumini wa Kikristo wakiwa pia katika mfungo wa Kwaresma. Bila kupoteza muda, nianze moja kwa moja habari za magazeti zilizotufikia hapa mezani kwetu. Gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo, Dr. Mwinyi akaribisha ujenzi chuo cha diplomasia, azungumza na waziri wa fedha, akutana na mwakilishi wa Aga Khan. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Awahimiza Waislamu kuzidisha ucha Mungu, wasisitiza kudumisha amani na utulivu. Lakini pia uchumi wa buluu kwa ajenda vikao vya muungano. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3. Jumuiya nchi kadhaa za laani uvamizi wa Israel ukingo wa Magharibi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 9. Lakini pia wafanyabiashara fuateni sheria, Hemedi ameyasema hayo katika ukurasa namba 2. Nikiamia gazeti la Mwananchi, VETA kutoa diploma ya house girl itawezesha kupata elimu ya utoaji huduma, malezi, ustahimilivu na ukarimu, la soko lao lizidi kuongezeka. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 4. Mchuano wa Lissu mashahidi wa Jamhuri, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imezidi kunguruma katika mahakama kuu, ambapo mchuano kati yake na mashahidi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 4. Lakini utashi kisiasa, vikwazo safari ya katiba mpya. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 5. Korti ilivyokabiri aliyemteka mtoto kuamua anyongwe. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 6, gazeti la Mwananchi hilo. Na tukiemea katika gazeti la Majira, waziri mkuu aagiza fagio lipite halmashauri ya Muheza, akabidhi rungu Profesa Shemdoe, ahimiza wakuu wa wilaya wasikilize wananchi na kutatua kero. Habari hii utapata katika ukurasa namba 4. Samia awataka Wakristo na Waislamu mfungo mwema. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 4. Upatikanaji umeme uongezeka mara 3 ya awamu ya 4. Habari hii pia utaipata katika ukurasa nambari 4. Kuzungumza fursa za muungano badala ya changamoto kunajenga imani kwa wananchi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 10, na ndio habari ya mwisho iliyotuhitimishia kutoka katika gazeti la Majira. Nikihamia katika gazeti la Taifa Tanzania, Samia ni rais wa vitendo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu afafanua ahadi alizotimiza ndani ya uongozi wake. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Lakini madiwani Kibaha waidhimishwa bajeti ya bilioni 68.7 kwa mwaka 2026-2027. Ndejjebi aeleza dunia ilivyojikomboa katika nishati safi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Serikali yazindua mfumo wa kufuatilia changamoto. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3. Lakini pia serikali yaidhinisha rasmi marekebisho ya katiba ya Simba. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 16. Akwilapo asisitiza maeneo ya umma kupimwa na kulindwa kuepuka uvamizi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 5. Hilo ni gazeti la Taifa Tanzania. Na nikimalizia gazeti la Uelekeo, waziri mkuu asema uzembe hauna nafasi serikalini, aagiza fagio lipite Muheza. Kenya yazindua dawa mpya ya kuzuia VVU. Nchi ya Kenya imekuwa ya kwanza Afrika Mashariki kupokea dozi 21,021 za awali kwa ajili ya dawa ya kujikinga na VVU PrEP ya muda mrefu iliyogunduliwa mara 2 kwa mwaka huu. Watu wasio na VVU dozi zitaliwa Jumanne usiku. Habari hiyo utaipata katika gazeti la Uelekeo. Lakini pia kilimo cha siasa chapata msukumo mpya, serikali yazindua mfumo wa mrejesho. Nimehitimisha hivyo kutokea katika gazeti la Uelekeo. Lakini pia nikienda katika gazeti la Nipashe, Jumatano ya Majivu, askofu msaidizi wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Dodoma Mhashamu Kibozi amewapaka majivu waumini wa kanisa hilo wakati wa misa takatifu ya Jumatano ya Majivu jijini Dodoma jana. Lakini pia kulipana posho milioni 340, waziri mkuu agiza fagio
kuwaondoa vigogo wote. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 7. Makala maalum usingizi unavyotoa sumu katika ubongo. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3. Hofu kuachiliwa mbu wa maabara kudhibiti malaria. Asasi za kiraia zinataka uwazi usalama wa sheria kudhibiti kabla ya matumizi ya teknolojia hiyo. Zitatilia shaka athari zinazotarajiwa kiafya hadi mazingira. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 4. Vurugu za Oktoba 29 zaitia Arusha hasara bilioni 1.8. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 9. Lakini pia kesi ya Lissu, shahidi mwanamke wangu na gharamia safari ya malazi da. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Mkopo wa bilioni 3.7 kwa wananchi Zanzibar hatarini kupotea. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 17. Na bila kupoteza muda, sasa tuzigeukie magazeti ya michezo na burudani. Yanga na mzimu wa pointi 8 CAF. Habari hii utaipata katika gazeti la michezo Nipashe. Undani katiba mpya Simba. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 21. Gazeti la Uelekeo upande wa michezo, ushiriki wa Tanzania Qatar michezoni waimarika, lakini pia Yanga Sport Club yang'ala CRDB shirikisho. Serikali yaidhinisha katiba mpya Simba, lakini pia Ibra Class kuzichapa Thailand. Hilo ndilo gazeti la Uelekeo Sport. Na sasa nimekamata Taifa Tanzania michezo. Serikali yaidhinisha rasmi marekebisho ya katiba Simba. Baka afichua mbinu Simba kukabiliana na ratiba. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 14. Dondoo za michezo kitaifa. Uzoefu hatua makundi kuleta maboresho Yanga. Ughaibuni Real Madrid waichapa Benfica UEFA. Habari utaipata katika ukurasa namba 14. Burudani jamii CEO wa mazoea Barnaba Classic aweka msimamo mkali. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 15. Tyson na Mayweather kupigana DRC Congo. Arsenal wazidia kuandika historia mpya ya mafanikio. Habari hii utaipata katika ukurasa wa michezo na burudani Taifa Tanzania. Na gazeti la michezo upande wa Majira, gazeti la Majira upande wa michezo, katiba mpya Simba Sport Club mambo safi, serikali yaidhinisha, msajili athibitisha kukamilika mchakato. Tanzania Qatar kushirikiana katika mchezo uwekezaji. Habari hii ndiyo ya mwisho katika gazeti la Majira upande wa michezo na burudani. Mwana Sport hapa wameandika msajili atua zigo Simba. Miaka 8 iliyopita tangu Simba ianze mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu, wanachama wakaamua mambo mawili. Habari hii utaipata katika ukurasa wa michezo gazeti la Mwana Sport. Gumzo namba za Depo kiungo Simba ataja wawili Yanga. Lakini pia kila uwanja anachocheza Vini GR una shida gani? Habari hii utaipata katika ukurasa namba 18. Lakini pia ndoto katika soko lilivyompa Zuwena maisha Sierra Leone. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 14. Kwa kombe la FA leo Alhamis, Azam pamoja na Endment FC saa 3:30 usiku Azam Complex. Lakini katiba mpya ya Simba maboresho haitambui wawekezaji mmoja bali mwekezaji zaidi ya mmoja. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Hili ni gazeti la Mwana Sport. Lakini nikimalizia gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, ZFF yazindua mfumo usajili uendeshaji digitali, wachezaji viongozi zimamoto wafungiwa. Hivyo ndivyo nilivyohitimisha kutokea katika magazeti haya leo tufikia siku ya leo. Ulikuwa na Zaitun Juma. Shukrani kwa kuwa nami. Uwe na asubuhi njema. Jahazi TV.